Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa asema wilaya ya Ruangwa haina deni na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na kazi kubwa ya kimaendeleo iliyofanyika wilayani humo. Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake ya Fostal yarejea nchini ikitokea Morocco ambako ilishiriki mashindano ya AFCON na kumaliza nafasi ya pili huku ikifuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Naam, habari za asubuhi mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Ni matumaini yangu umeamka salama. Karibu kwenye kipindi hiki cha asubuhi njema ambapo unapata nafasi ya kuweza kujua taarifa mbalimbali kwa upande wa kitaifa na michezo na burudani, lakini pia uchambuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali. Jina langu ni Fatma Hassan. Mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi na waziri mkuu na mbunge wa Ruangwa Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema wilaya hiyo haina deni na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na kazi kubwa ya kimaendeleo iliyofanyika katika sekta mbalimbali. Ameyasema hayo jana wakati akizungumza katika kikao kilichojumuisha wajumbe wa mabaraza ya jumuiya za Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Ruangwa kilichofanyika katika Bwalo, shule ya awali ya msingi Wanda Kids. Waziri Mkuu amesema katika kipindi cha kuanzia mwaka 2010 hadi sasa ujenzi wa vituo vya afya umeongezeka kutoka vituo viwili hadi 12, hali inayowezesha kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Aidha, waziri mkuu amesema kwa kutambua umuhimu wa sekta ya elimu, wilaya hiyo imewezesha kujenga shule za sekondari 30 kutoka shule 16 za hapo awali. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Ruangwa Hassan Ngoma ameipongeza serikali kwa utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya hiyo. Wana Ruangwa, mwe wana CCM, mwe na vyama vingine, ni muhimu sana kumheshimu, kumtambua, kumthamini na kuhakikisha kwamba tunamuunga mkono katika kila jambo lake la kisiasa. Lazima tujenge utamaduni wa kushukuru, na hii mnayoifanya hii ndio shukurani ambayo mimi ninafarijika nayo. Tuendelee na wito wetu na kauli yetu, na kauli hii itoke mioyoni mwetu na tutekeleze kama tunavyotamka hadharani ya mitano tena kwa Dr. Samia. Dr. Samia. Dr. Samia. Muhimu sana. Huyu ni mtu muhimu sana. Huyu ni mtu wa kumshukuru. Ndugu zangu wana Ruangwa na wazee wangu ambao mko hapa, ninyi ni mashahidi. Nchi yetu ina miaka 64 ya uhuru. Jamani, ukweli uongo? Nchi yetu ina miaka 64 ya uhuru. Wilaya ya Ruangwa ilikuwa haina hata sentimita 5 ya lami, sio kilomita. Haikuwa hata na sentimita 10 za lami, achilia kilomita. Hiki chuma kilivyoingia mpaka sasa, ndani ya miaka 10 ndani ya wilaya ya Ruangwa amepiga kilomita 18.5 za lami. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Stephen Wasira amewataka viongozi wa Chama cha Mapinduzi nchini kusikiliza kero za wananchi na kuhakikisha kero hizo zinaisha ili kuleta maendeleo katika jamii. Epimakus Apolinari ana taarifa zaidi. Agizo hilo limetolewa na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa Stephen Wasira kwa njia ya simu kwenye kikao cha wajumbe wa Chama cha Mapinduzi CCM na matawi yote ya jiji la Mbeya chenye lengo la kueleza miradi iliyotekelezwa na serikali na kutatua kero za wananchi. Tunawatakia kikao chema, tuendelee kuimarisha kuelekea uchaguzi mkuu.
vikao vyetu viwasikilize wananchi, kwa sababu wao ndio waamuzi wa mambo yote nchini hapa. Kwa upande wake, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa Andere Mwaserera na katibu wa CCM wilaya ya Mbeya mjini wamewataka wanachama wa Chama cha Mapinduzi kujitokeza kwa wingi utakapofika muda wa kupiga kura. Tuongee lugha moja bila kujali vyama vyetu. Kwa sababu mwisho wa siku vyama vinapita, Tanzania inabaki. Mwisho wa siku vyeo vitapita, Tanzania. Hata wana CCM mtakapoenda kwenye kampeni, msitumie lugha za mauzi, lugha za fezuri, lugha za miemko. Nendeni mkaongee mambo yaliyofanywa na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetoa tena fursa. Zoezi limeanza jana tarehe 1 mwezi Mei, litakamilika tarehe 7 mwezi Mei. Wale ambao wote hatuna kadi za mpiga kura, ni wakati sasa umefika. Na kwa kuwa kuna nguo za kuanika ndani, zingine za kuanika nje, tukitumia humu ndani, wana CCM wote tunapaswa kwenda kujiandikisha kupiga kura kwa wale ambao hatukubahatika ile awamu ya kwanza. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Serikali imejipanga katika kuhakikisha walimu wote wanaohitimu ufundishaji wa elimu maalum wanaajiriwa ili kujenga uwiano na kuwafundisha watoto wenye mahitaji maalum ambao wana ulemavu wa aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwafundisha kupitia mpango maalum ulioanzishwa hivi karibuni wa programu ya shule nyumbani. Novatus Makunga ana taarifa zaidi kutoka Arusha. Mpango wa mkakati huu wa serikali unabainishwa na mkurugenzi wa idara ya elimu maalum katika Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dr. Margaret Matonya, wakati wa mahafali ya 48 ya chuo cha walimu wa elimu maalum cha Patandi kilichopo mkoani Arusha, ambapo pia ameeleza serikali imekuwa ikitoa fedha nyingi kwa ajili ya kununua vifaa vya walimu wa watoto wenye uhitaji maalum. Na jumuiya hii tuliopo hapa, tuwape taarifa wazazi ambao wana watoto wana changamoto, wako nyumbani. Tuna programu mpya ya serikali inaitwa shule ya nyumbani, tutawafundisha huko nyumbani. Na mpaka sasa hivi tuna wanafunzi 691 ambao wananufaika na hiyo shule ya nyumbani. Lakini serikali hii ya kwetu pendwa inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu, mwaka huu wa fedha 2024-2025 imetoa bilioni 2.7 kwa ajili ya kununua vifaa vya walimu wenye mahitaji maalum. Kwa upande wake, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Arusha, George Chagana, amesisitiza umuhimu wa walimu wa watoto wenye uhitaji maalum kutawanywa shuleni ili kuwasaidia watoto wao. Kwa hiyo mwongozo ule unaenda kutoka, hawa wote wabebe ili waende vituoni wakatusaidie. Hapa Arusha tuna shule moja ya Usonji. Shule yetu hili ukienda pale tuna watoto karibia 30 wa Usonji. Tuna walimu 4. Kwa ratio ile ya 1 kwa 1 utaona tunahitaji walimu 30 ndani ya mkoa mmoja. Wako wangapi waliosoma Usonji? Awali walimu hao wa watoto wenye mahitaji maalum wametaja changamoto mbalimbali zikiwemo za rasilimali watu. Pia tunaomba serikali kuendelea kutoa kipaumbele cha ajira kwa walimu tarajani wa elimu maalum wanaohitimu ili kupunguza changamoto ya uhaba wa walimu wa elimu maalum shuleni. Kwa sehemu kubwa tumeongezewa rasilimali watu kwa upande wa walimu, wakufunzi. Lakini upande wa watumishi mwega bado tuna changamoto kubwa. Tunahitaji wahudumu wa ofisi, tunahitaji wakutubi na kadhalika. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Wametakiwa kuchangamkia fursa za uongozi hususan katika kipindi hiki cha uchaguzi ili kushiriki katika ngazi za kutoa maamuzi na kufanikisha azma ya serikali ya usawa wa kijinsia. Leonard Mwacha anaarifu zaidi. Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Senyamule wakati wa uzinduzi wa ofisi ya chama cha wanasheria wanawake Tanzania Taula iliyopo jijini Dodoma, na kuwataka wanawake kutokutegemea viti maalum pekee bali wajitokeze kugombea katika nafasi mbalimbali za uongozi. Kama mnavyofahamu, serikali yetu inataka kwenda kwenye 50-50 ya uongozi. Sasa huko hatutafika kwa viti maalum peke yake. Lazima tufike kwa sisi kuchukua hatua pia ya kuthubutu kugombea kwenye kata, kugombea kwenye majimbo. Kwa hiyo mwaka huu pia
ni mwaka ambao umetupa nafasi hiyo. Nendeni mkazitumie fursa hizo. Kwa upande wa TAWLA wameahidi kuendelea kutoa msaada wa kisheria kwa Watanzania ili kufikia maendeleo ya kitaifa, huku jaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ya Dodoma Daktari Juliana Masabo akiwahakikishia ushirikiano wa kimahakama kwa lengo la kutoa haki kwa ufanisi na kwa wakati. Kupitia ofisi hii tutaendelea kutoa msaada wa kisheria na kuhakikisha haki hiyo na usawa vinapatikana kwa kila mmoja. Maendeleo ya taifa hayawezi kufikiwa pasipo usawa wa kijinsia. Wanawake ni kiungo muhimu katika maendeleo na hatuwezi kuendelea mbele kama hatutawashirikisha ipasavyo katika nyanja za siasa, uchumi, elimu na sheria. Niwahakikishie kwamba sisi mahakama tutaendelea kuwapa ushirikiano mnaohitaji katika utekelezaji wa majukumu yenu haya muhimu, na tukahakikisha kwamba swala la utoaji haki linafanyika kwa ufanisi. Chama cha Wanawake Wanasheria Tanzania kinaadhimisha miaka 35 huku kikiwa kimewahudumia wanawake zaidi ya milioni 5 na kushiriki kampeni mbalimbali za msaada wa kisheria ikiwemo Mama Samia Legal Aid. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo. Timu ya madaktari bingwa wa Mama Samia wanatarajia kupiga kambi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara Ligula kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu ili kutoa huduma za matibabu ya kibingwa kwa wakazi wa mkoa na mikoa jirani ambao walishindwa kupata matibabu kwa kukosa uwezo wa kuwaona madaktari na gharama za matibabu. Mwanahabari wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara anayo taarifa kamili. Akizungumza na waandishi wa habari, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Mtwara Ligula, Dr. Zawadi Bwanali, anaeleza kwamba ujio wa madaktari bingwa katika hospitali hii ya rufaa ya mkoa wa Mtwara utasaidia kutatua changamoto za wagonjwa wengi ambao wanashindwa kupata matibabu ya kibingwa kwa kushindwa kumudu gharama za usafiri na malazi katika hospitali ya taifa Muhimbili. Kambi hizi zimeletwa mahususi kama nilivyosema kwa ajili ya kusogeza huduma kwa wananchi. Kwa hiyo pale magonjwa ambayo tulikuwa hatuna madaktari bingwa na wale madaktari bingwa wabobezi, kwa hiyo madaktari wamekuja kwa ajili ya kuwatibu wagonjwa. Kwa hiyo tunawaalika wananchi waje kuanzia tarehe 5 mpaka 9 ili waje kupata huduma. Hospitali ya rufaa mkoa wa Mtwara Ligula imejipanga kuhakikisha makundi yote ya wagonjwa watakaowaona madaktari wanapata huduma stahiki, hasa kizingatia makundi maalum. Tayari wameandaa watu watakaoweza kuwasaidia watu wa aina hiyo. Katika hii kambi tumekava makundi yote, na hasa kundi la watu maalum, kwa maana wale ambao wana changamoto ya kusikia, lakini pia wale ambao hawawezi kuzungumza vizuri. Tutakuwa pia na wataalamu ambao wanatumia lugha za alama kwa ajili ya haya makundi yote. Kwa hiyo makundi yote tumeyakava, kwa maana ya kwamba kila kundi lina watu ambao watakuwepo kwa ajili ya yale makundi maalum. Wakazi wa mkoa wa Mtwara wanaeleza kwamba ujio wa madaktari hawa bingwa ni neema kwao kwa kuwa hawana uwezo wa kuwafuata madaktari mbali walipo. Tunashukuru sana kwa ujio wa hawa madaktari bingwa ambao tulikuwa tunasubiria kwa hamu sana. Manake wapo wenye matatizo ambayo hawana uwezo wa kwenda huko mbali. Ujio wao utatusaidia kupunguza gharama za usafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mpango huu ulioletwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Kutoka katika hospitali ya rufaa mkoa wa Mtwara Ligula, Adam Malima, Channel 10. Wananchi wa kata ya Mlowa, halmashauri ya mji Makambako mkoani Njombe wamejitolea kuchangia nguvu zao za ujenzi wa shule ya sekondari Dofi, ikiwa ni jitihada za kuondolea wanafunzi adha ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 10 kufuata masomo, hali iliyosababisha baadhi ya wanafunzi wa kike kukatisha masomo kutokana na kupata ujauzito. Michael Patrick ana ripoti. Changamoto hiyo inawekwa bayana na baadhi ya wazazi wa kijiji cha Idofi wakati wakionyesha furaha yao mara baada ya shule ya sekondari kuanza kutumika. Changamoto zilizokuwepo, watoto walikuwa wanatoka Idofi wanaenda hadi shule ya sekondari Mlowa ambapo walikuwa wanatembea umbali wa kilomita kama 10.
Hii hapa ilikuwa inaathiri masomo ya watoto wengi, watoto wa kike wengi walikuwa wanakatisha masomo yao, wengi wanaweza kupata ujauzito. Ninamshukuru sana Dr. Samia Rais kwa kutusaidia kutuletea fungu la fedha tukajenga shule hii, kwani ilisababisha watoto kukimbia shule, kuacha shule kwa sababu walikuwa wanasoma mbali. Mafanikio haya ya ujenzi wa shule ya sekondari Idofi yameelezwa mbele ya kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Ismail Ali Usi wakati mbio za mwenge zilipoanza kukimbizwa rasmi mkoani Njombe ukitokea mkoa wa Iringa. Thamani ya makadirio ya kihandisi hadi mradi kukamilika ni shilingi milioni 612,636,158 ambapo serikali kuu kupitia mradi wa SEQUIP imetoa jumla ya kiasi cha milioni 583,180 na shilingi 28. Mwenge wa Uhuru ukiwa mkoani Iringa ulifanya kazi zifuatazo: kukagua miradi 13, kuzindua miradi 16. Mwenge wa Uhuru ukiwa mkoa wa Njombe utakagua, utapitia, utaona na kugawa jumla ya miradi 62. Miradi hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 17.6. Kwa upande wake kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Ismail Ali Usi amepongeza jitihada za wananchi kujitolea nguvu zao kushiriki shughuli za maendeleo kuunga mkono serikali. Leo hii wana Idofi ilikuwa mnaenda maeneo ya mbali kupata elimu katika maeneo haya. Zaidi ya kilomita 10 unafuata shule. Leo hii mapenzi alionayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kweli wana Idofi imepata matumaini makubwa, jipigieni makofi mengi sana. Kwa kwanza ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Pigia makofi kwa Njombe. Naitwa Michael Patrick. Mbunge wa Kinondoni jijini Dar es Salaam Abbas Tarimba amewahakikishia wananchi na wakereketwa wa Chama cha Mapinduzi kwamba miradi yote ambayo ilitakiwa kutekelezwa ndani ya jimbo hilo imemalizika kama ilani ya CCM ilivyotaka. Akizungumza na wakazi wa kata ya Kigogo, Abbas Tarimba amesema moja ya ahadi zake kubwa ni ujenzi wa bonde la Mto Msimbazi utakaogharimu zaidi ya shilingi trilioni 1.3 na tayari umeshawekwa kwenye utekelezaji, na wananchi wote waliokuwa wanadai stahiki zao kwenye eneo hilo wameshapata stahiki hizo. Tarimba pia amehitimisha kwa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ametoa fedha karibu kila sekta katika kata mbalimbali ikiwemo Kigogo jijini Dar es Salaam. Mradi huu unakwenda hadi kule Magomeni ambapo tuna daraja la Jangwani. Daraja lile pamoja na mradi huu vyote vitagharimu shilingi trilioni 1.3 ambazo serikali ya rais wetu kipenzi Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuziweka ili ziweze kuwaondolea dhima watu wa maeneo haya. Hivyo yale yote ambayo tuliwaahidi wananchi katika kata hii na jimbo letu hili, hiyo ndio kazi na kwenda kuambia kwamba tumeahidi, tumetekeleza, na shukurani kubwa kwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutusikiliza pale tunapojenga hoja. Shukuru sana serikali yetu hususan kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa huu mradi mkubwa wa ujenzi wa bonde la Mto Msimbazi ambao imekuwa mwarobaini wa kero wa mafuriko kwenye kata yangu ya Kigogo, na wananchi wengi wamefarijika sana kwa huu mradi kwa sababu kwanza unaongeza hadhi ya makazi ya Kigogo. Lakini sambamba na hilo wananchi wengi wamenembeka kwa kulipa fidia, wameenda kuishi nje ya Kigogo, wengine wamenunua nyumba hapa Kigogo. Kwa hiyo mambo ni mazuri kata Kigogo. Kwa Kigogo wetu tulikuwa na changamoto ya Mto Msimbazi, ulikuwa unasumbua sana, mafuriko kila wakati, maji kila wakati, lakini kwa kupitia mbunge wetu, kwa kupitia diwani wetu, wamefanya jambo moja, wakatuletea kijiko na kutanua Mto Msimbazi. Mvua ya safari ilionyesha majumba watu wa bondeni hawajaingiliwa na maji. Hifadhi ya Taifa ya Mlima wa Mahale katika halmashauri ya wilaya Uvinza mkoani Kigoma imeelezwa kuwa mbioni kupoteza watalii wanaotembelea hifadhi hiyo
kutokana na kuharibika kwa miundombinu ya barabara ya Rukoma hadi Buhingu ambayo kwa sasa haipitiki kirahisi. Kauli hiyo imetolewa wakati wa kikao cha baraza la madiwani ambapo wamemtaka meneja wa wakala barabara vijijini na mijini TARURA kuchukua hatua za haraka kutengeneza miundombinu ya barabara hiyo. Moja Buhoza anaarifu kutoka Kigoma. Kuna tija kubwa sana kwenye hifadhi ya milima ya Mahale. Kama ni watalii, inawezekana tuna asilimia kubwa ya kuwapoteza sisi kwa sababu tu ya miundombinu ambayo walau tukipata milioni 200 ya tishi tunawanusuru wananchi, tunawanusuru wagonjwa, tunawanusuru na watalii wetu. Kiachilia mbali ubovu wa barabara hiyo, katika halmashauri ya wilaya Uvinza bado barabara nyingi zilizo chini ya TARURA hazipitiki na hivyo kukwamisha shughuli za uzalishaji mali pamoja na kufifiza sekta ya utalii. Waweze kuitilia kipaumbele barabara ya Lugongoni yei Tukatumba, na ndio maana inafanya mwananchi bado kwenye dunia ya sasa kutoka ndani ya kata, kutoka kitongoji kuja kwenye makao makuu ya kata mtu anatumia nauli 17,000 ya pikipiki. Hivi ni kweli kabisa mchukua mkandarasi kumkabidhi barabara kufanya mapatano bila kuwepo fedha? Na kama kweli mlifanya hivyo, je, fedha yake ataipata lini ili ile barabara ifike mwisho? Kule kuna bandari, kule kuna hifadhi, kule kuna kituo cha afya. Hata hivyo ambulance hatuna kule, wananchi wanateseka kule. Meneja wa TARURA wilaya Uvinza Mhandisi Shirumbu Shija anatoa ufafanuzi juu ya matengenezo ya barabara hizo. Kisha mwenyekiti wa halmashauri hiyo Jackson Mateso akatoa maelekezo. Hiyo mikataba ilitakiwa iishe toka mwaka jana, na mfano wa Mahale ilitakiwa iishe toka mwaka juzi huo mkataba. Lakini kulingana na fedha za serikali zinaleta kidogo kidogo kuweza wakawa wamesimama kwa watu na kwa nasimulia fedha. Kuna baadhi kama upande wetu wa TARURA wamelipwa tarehe 14 mwezi wa huu wa 4. Hivyo tunategemea wataanza kutekeleza hizo kazi ambazo wanazo kwa ajili ya mkataba. Uhitaji wa wilaya yetu ya Uvinza kwa ujumla, barabara nyingi zinahitaji matengenezo, na tuitegemea wasilisho lako litajielekeza vizuri namna nzuri au ni mikakati gani mmeitumia au mnatuongoza kutupa majibu ambayo ni sahihi yanayotupelekea kuamini kwamba sasa utatuzi wa barabara ya Rukoma, Buhingu, Kalilani mpaka hifadhi ya Mahale inakamilika kwa staili hii. Tulisema habari ya wafadhili kwanza ikae pembeni, tushughulike na bajeti ya sisi kama sisi ili tupambane na ile barabara. Ushauri ukatolewa na mwenyekiti wa CCM wilaya Uvinza Emmanuel Kalayenga kutumia mapato ya ndani wakati fedha za serikali zikiendelea kusubiriwa. Bahati nzuri tumekusanya vizuri. Tuendelee kutoa asilimia zinazohitajika kumaliza miradi ile ambayo inapaswa kutekelezwa kwa fedha ya ndani. Moja Buhoza, Channel 10, Kigoma. Asante Moja Buhoza. Wakazi wa kijiji cha Isungabula kata ya Nyasato wilayani Mbogwe mkoani Geita wameiomba serikali kukamilisha ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho walioijenga kwa zaidi ya miaka 10 iliyopita bila kukamilika, ambapo wanadai imegeuka maficho ya majambazi. Mrisho Sadiki anaarifu zaidi. Baadhi ya wakazi wa kijiji hicho wametoa kero hiyo kwenye mkutano wa hadhara wa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita, ambapo mbali na changamoto hiyo wameiomba serikali kurahisisha upatikanaji wa huduma ya vyeti vya kuzaliwa kwa gharama kidogo. Kuna watu ambao wanakuja kufanya ujambazi. Hili imekuwa jengo la hospitali, imekuwa ndo chaka la kuja kujihifadhi mle, baada ya kunani kuiba wanakwenda kuweka vitu kule ndo wanatoka. Je, sisi kama wanaisungabula tukajiuliza kwamba labda tulifanya vibaya kujenga hiyo hospitali? Tunaomba wale watoto wa shule kuanzia darasa la 3 mpaka sekondari wapate vyeti vya kuzaliwa kwa gharama ndogo, maana imekuwa shida sana kwa watoto wetu. Mkuu wa wilaya hiyo Sakina Mohamed amesema serikali imeendelea kutoa fedha nyingi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali, huku mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nikolausi Kasendamila akiwahakikishia wakazi wa kijiji hicho kuwa changamoto zote walizozitoa zipo kwenye utekelezaji kwa asilimia kubwa. Tukija katika upande wa sekta ya afya, huko ndio kuna utitiri wa kila jambo.
Tunayo hospitali ya wilaya, tunavyo vituo vya afya sasa vyapata 6, lakini tunazo zahanati zaidi ya 23. Tunaona ni namna gani Mheshimiwa Rais anafanya kazi. Lakini pamoja analeta hayo, baada analeta watumishi katika hivyo vituo vyetu vya afya. Yote ni maelekezo, serikali ipo kazini ndani ya halmashauri. Maswali juu ya zahanati nini na nini, yote yako kwenye mpango wa maombi maalum. Mabomba 46 yameshaondoa fedha maalum kutoka serikali kuu. Kutoka Mbogwe, mimi ni Mrisho Sadik. Mrisho Sadiki kwa taarifa hiyo. Na kwa upande wa michezo na burudani, timu ya taifa ya wanawake ya mchezo wa futsal imerejea nchini salama ikitokea nchini Morocco ilipokwenda kushiriki mashindano ya AFCON kwa mara ya kwanza na kumaliza mashindano kwa kushika nafasi ya pili, huku wakifuzu mashindano ya kombe la dunia na kuahidi kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya dunia. Tupate taarifa kamili. Akizungumza wakati wa kuwasili kwa timu hiyo, mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu kwa wanawake Tanzania, Somoe Ngitu, amesema mashindano hayo yamewapa mwanzo mzuri wa wao kwenda kufanya vizuri na lengo lao ni kwenda kufanya vizuri kwenye ngazi ya dunia nchini Ufilipino, sambamba na kuweka wazi mikakati ya kuhakikisha mchezo huo unakuwa hapa nchini. Lengo yetu ya kwanza ilikuwa ni kukata tiketi ya kucheza kombe la dunia la futsal. Tumefanikiwa. Tunawaambia Watanzania wasiogope. Sisi tuna nafasi zaidi ya kupeperusha bendera ya Tanzania kimataifa. Sisi wanawake huwa tunafanya kile ambacho hakiwezekani. Sisi kwetu kila kitu kinawezekana. Tumeshiriki kwa mara ya kwanza tukiwa na maandalizi ya muda mfupi tofauti na wapinzani wetu. Lakini kile tulichokionyesha hadi wale ambao tumecheza nao walikuwa hawaamini. Wanauliza hii timu ina muda gani? Mmeshiriki mashindano mengine? Hapana. Mmecheza mechi ngapi za kirafiki? Lakini hii ni tokana na juhudi za mabinti wetu. Tokeo haya ndio mwanzo wa kila kitu. Kila kitu ambacho kinatakiwa ili kuwezesha mambo mazuri ama tuwe na kiwango bora kabisa katika timu hii, vyote vitapatikana. Tunaamini zile jitihada ambazo tunaziwekeza katika miundombinu mingine, sasa hivi pia tutawekeza kwa ajili ya viwanja vya kuchezea michezo hii ya futsal. Kwa upande wa wachezaji, wameeleza namna mashindano ya AFCON yalivyokuwa na ahadi yao ya kwenda kufanya vizuri kwenye ngazi ya dunia ambayo kwa mara ya kwanza wanashiriki na kufuzu kombe la dunia. Najisikia faraja sana, najisikia faraja sana. Naamini tukiendelea kuwekeza katika futsal tunaweza kufika mbali sana, tukapata tuzo zaidi ya hizo. Tunajisikia faraja sana kwa sababu ni moja ya lengo ambalo tulijiwekea katika mashindano haya. Tunashiriki kwa mara ya kwanza na tufuzu World Cup na Mungu kasaidia tumeweza kushiriki World Cup. Tulivyoenda kule Morocco hatujawahi kucheza mchezo, lakini ndio mara yetu ya kwanza, lakini kila mmoja alikuwa na morali ya kutosha na tumefanya vizuri na kila mmoja ameona ya. Kwa mimi naona kwa sababu hata kama sisi ambao tunacheza football lakini tumeenda kwenye futsal tumeuweza, kwa hiyo hata wao pia watoto ambao wako majumbani wanauweza pia. Kwa hiyo mimi naomba watu wajitokeze kwa wingi kucheza mchezo huu wa futsal. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante Juma Abdurrahmani kwa taarifa hiyo ya michezo ambayo pia imeweza kuhitimisha sehemu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari. Asante, naendelea kubaki nasi.